Ladies and gentlemen, ni mambo vipi? Mambo ni aje mtazamaji wa Clis Media popote pale ulipo, karibu tena siku nyingine nikiwa tarehe 26 mwezi wa 12 2025. And of course bana, mambo ni mengi sana ambayo yamehappen kwenye game ya Bongo Flava. So tuna jukumu la kuweza kukupatia taarifa zote na unastahili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuzipata taarifa zote za kiburudani kutoka nyumbani Tanzania. Na of course bana, hii leo nakuletea ya Mbosso Kani pamoja na Harmonize, ile teaser ambayo aliachia last week kwamba wataachia ngoma tarehe 25. By the way, imekuwa hivyo na ngoma hiyo tayari imeshaweza kutoka mpaka sasa. Tumeshaweza kuisikia na kuweza kuifahamu ngoma hiyo ikoje. Kwenye vichwa vyetu watu wengi tulikuwa tuna imagine ngoma hiyo itakuwa ni ya mtindo gani, au sio bana, kwa sababu tunatambua ukubwa wa Harmonize na ukubwa wa Mbosso Kani kwenye mashairi na vitu kama hivyo, wote wako vizuri. So ngoma imetoka, inaitwa Leo, ina of course watazamaji zaidi ya 80,000 ambao wameweza kuitazama since imedondoka jana usiku. Lakini pia mjadala mkubwa umekuwa kwenye hii ngoma. Je, ni nani ambaye atakuwa amemfunika mwenzake kwenye hii ngoma ambayo inaitwa Leo? Wewe una mtazamo gani? Lakini pia una nini cha kuzungumza kuhusiana na hii ngoma? Je, ni nani ambaye amemfunika mwenzake kwenye hii ngoma ambayo inaitwa Leo? Ngoma hii imeweza kutoka, lakini ngoma tatu zimeweza kuondoka kwa Harmonize, ikiwa hii hapa ambayo inaitwa Leo, lakini inaitwa Uko Wapi akiwa na Focalist, na nyingine inaitwa 6 Round akiwa na Yaya Tona. Ni ngoma tatu ambazo Konde Boy ameamua kuziachia na ameamua kuzidrop kwenye muziki wake mpaka this time around, ikiwa ni 26 mwezi wa 12 2025. Hiyo bana, tumebakia siku chache kuweza kumaliza mwaka. Watu tunatoa maoni yao pia. Je, ngoma hizi au kati ya hizi tatu ambazo mchizi ameziangusha, ipi ambayo wewe unaipenda zaidi na ipi ambayo unaikubali kinoma kati ya hizi ambazo ameziachia? Bana, ngoma hizi zimeweza kutoka, lakini zote zipo kwenye nafasi za juu kwenye trending, mara kwamba 17, 15 mpaka 12. Hizi hapa zimeweza kuingia. Hii inaonyesha kwamba Gen Z wameenda kuzitazama ngoma hizi hapa zote tatu kwa umoja wao. Ikumbuke ilitoweza kutoka teaser kwenye page yake Instagram. Harmonize alituambia kwamba ngoma hii inaweza ikatoka, na baada ya hapo kuna maneno mengi sana, nani ambaye anaweza kama kill kinyemwezi kabisa. By the way, ngoma inapatikana kwenye digital platform zote, nenda kaitazame alafu tuambie kwenye comment hapo, je, ngoma gani ambayo imeweza kufanya vizuri na ngoma gani ambayo tunafunga nayo mwaka? Je, ile ambayo tunahitaji kwamba imeweza kufanya vizuri, je, ndio hiyo au tusubiri kuna nyingine? Anaitwa Chris Jayano ambaye anazungumza muda huu hapa kwenye mic, na hii ni Clis Media 24. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa, hakikisha una subscribe kisha una turn on notification kwa taarifa zinginezo ambazo zinatokea hapa kwetu.